Na kilio cha mama asiye na uwezo wa kuona aliyekuwa akiomba msaada ili mwanawe aendelee na masomo kimesikika na kujibiwa. Stella Kadzo, ambaye hutegemea msaada wa wahisani, alisafiri hadi shule ya Shimo la Tewa kuomba uongozi wa shule usifutilie mbali nafasi ya mwanawe wa kujiunga na gredi ya 10 kwa sababu ya ada ambayo haijalipwa. Ombi lake la kusikitisha lililoangaziwa na vyombo vya habari liligusa mioyo ya viongozi mbalimbali katika kaunti ya Kilifi. Mwanahabari wetu Aaron Marie ana taarifa hiyo. Msaada kutoka kwa umma ulianza polepole, lakini hatimaye ulikuwa mkubwa. Katibu wa masuala ya vijana na uchumi ubunifu Fikirini Jacobs alijitokeza kulipia ada ya shule ya mwaka mzima ya shilingi 53,000 na kusaidia kununua mahitaji yote ya shule, huku akitarajiwa kumsindikiza mvulana huyo shuleni binafsi. PS Fikirini tuna furaha sana. Ameguswa, akanipigia simu, akanambia ndugu yangu niachie mimi ukijana mwaka mzima nimsomeshe. Mbunge wa Malindi Amina Laura Munyanzi kupitia hazina ya serikali ya kitaifa ya ustawi wa maeneo bunge NGCDF aliongeza hundi ya shilingi 30,000 kwa ada ya mwaka unaofuata. Pia mimi wacha nipongeze ofisi ya Fikirini Jacobs kwa ushirikiano wetu pamoja na yeye ili kuhakikisha kwamba huyu mtoto anaenda shule. Nimeacha grupu kubwa sana pale kwa ofisi kuhusu masuala ya shule. Already kutoka asubuhi mpaka kufikia wakati nimetoka nilikuwa nimehudumia wanafunzi 68 ambao wameweza kubadilisha shule na wamekuja kusomea shule za hapa Malindi, kwa sababu ya uwezo ni kidogo. Wakati ni mgumu. Kwa saa hii wazazi wanasema hawana pesa na wote wanakimbilia katika hizi ofisi zetu ili tuone kwamba wanaweza kufanya nini, wanaweza kwenda shule. Juhudi hizo ziliratibiwa na mwakilishi wadi wa Shela Twahir Abdul Karim, aliunganisha familia hiyo na viongozi husika na kutangaza kuwa serikali ya kaunti ya Kilifi itagharamia masomo ya mtoto huyo. Nilifata mtu hapo jirani, kamwambia nisaidie na fare, nitakuja nikuregeshee. Sasa yeye akanisaidia shilingi 1,000 ya tikiti ya kuenda na kurudi. Kufika pale ndani ya gari nilienda ngamwambia conductor na kuomba unikubali tukae kiti kimoja na huyu kijana. Tukulipe 500 ya kufika hapo Shimo la Tewa. Nilipofika pale Shimo la Tewa, nilipofika pale ndio niliuliza. Yaani conductor alinisimamisha, akaniambia hapa umefika, na nikapata watu nikawauliza, wakaniambia ndo pale. Ndio nikaenda mpaka hapo. Nilipojieleza nikaambiwa twende hii room hii, kapelekwa kwa ile mkubwa wa shule. Kufika kwa mkubwa wa shule nikaeleza, nikatolewa, kulikuwa na watu wa habari pale, wakasema acha tukutafutie msaada. Sisi kama walimu ni furaha yetu ya kwamba watoto wetu wamefanya vizuri, akiwemo mmoja wao. So sisi tunayo furaha na tunamwombea kwamba aendelee kufaulu kufikia ile ndoto yake. Kwa shukrani nyingi, Stella Kadzo alisema msaada huo umemrudishia matumaini na heshima, huku mwanawe akiahidi kusoma kwa bidii ili siku moja amsaidie mamake. Amenisaidia, Mungu wapate maisha marefu, na pia nitatumia nafasi hii kwa kufanya bidii kwa masomo. Akizungumza kwa niaba ya mbunge wa Malindi Juma Kilo, alisema kuwa ingawa wazazi wengi hukumbana na changamoto, hali ya mama huyo mwenye ulemavu ilihitaji msaada wa haraka. Kadzo alishukuru vyombo vya habari pamoja na wote walioungana kuhakikisha mustakabali wa mwanawe unaokolewa. Aaron Marie, Darubini.